Nchi wanalalamika nini? Stendi imejengwa miaka, stendi za wengine zimeshaisha. Lakini stendi ya Njombe kila siku haiishi. Kuna tatizo gani stendi ya Njombe isimalizike? Sijui nani atanipa majibu na sababu ili tutatue haraka haraka hapa. Labda mkurugenzi unaweza ukanisaidia. Mkurugenzi, hebu njoo nieleze ukweli hapa. Mkurugenzi wa Njombe, njoo nieleze wapi, kama sio msimamizi wewe wanasimamia wizarani, njoo nieleze. Nieleze tatizo ni nini? Na ninaambiwa hela zote zimeshalipwa lakini stendi haijamalizika. Kama unaona kusimama ni vigumu, wakupe kiti hapo ukae ili mradi tu mimi nieleze. Haya mkurugenzi mama, nieleze. Mheshimiwa Rais, kwanza nichukue nafasi hii kwamba umeweza kutupatia fedha zote, asante sana, za ujenzi wa stendi kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili. Na tumeweza kujenga stendi ile kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilianza mwaka 2013. Mwaka ule 2013 stendi ikajengwa. 2014, 15 tukaingia awamu ya pili. Awamu ya pili mkandarasi akawa amechelewesha kazi. Mwaka 2017, 18 mwishoni tukaamua kumtoa mkandarasi yule na kumtafuta mkandarasi mwingine. Mheshimiwa Rais, sasa hivi stendi ile iko 80% na kabla ya Juni stendi ile itakuwa tayari. Asante sana. Huyo mkandarasi mlipokuwa mkimtoa, mlikuwa mmemlipa asilimia ngapi? Mheshimiwa Rais, mkandarasi yule alikuwa amemaliza kazi zake za awamu ya kwanza ambayo tulikuwa tumeingia naye mkataba. Tulikuta huo mkataba umeingiwa kwa shilingi milioni 792 na sisi akalipwa na council milioni 786. Kwa hiyo awamu ya kwanza akawa amekamilisha. Tukaingia mkataba naye awamu ya pili kwa bilioni 3.4. Hela iliyotolewa ilikuwa bilioni 3.4 na sasa tumeshatumia bilioni 3.8 na ile kazi akawa amechelewesha sana. Tukaamua kumalizana naye kwa awamu ya pili. Kwa hiyo awamu ya pili alilipwa zote bilioni 3.8. Alilipwa fedha zake zote na amekamilisha kazi alizopewa. Mheshimiwa Rais, tuko awamu ya tatu sasa hivi. Unajua mkurugenzi, usindanganye sana. Unajua nimekaa Wizara ya Ujenzi. Nimekaa Wizara ya Ujenzi miaka 17. Na kwamba mainjinia wenzako waliojaribu kunidanganya niliwafukuza nikiwa waziri. Sasa leo wewe unamchokoza rais. Mheshimiwa, naomba radhi, naomba nisome vizuri. Nataka useme ukweli. Mheshimiwa Rais, ukweli ni kwamba awamu ya pili tumemlipa lakini bado fedha za retention tunazo. Sasa mlimlipaje bila kumaliza certificate zake? Kwa sababu contractor analipwa akisha produce certificate ya kazi aliyoimaliza. Mlimpaje hela zote wakati certificate haja produce? Mheshimiwa Rais aliproduce certificate. Kwa hiyo certificate zile ambazo aliweza kuzionyesha na zikapimwa na wahandisi ndizo tuliweza kuzilipa. Wewe umekaa hapa muda gani? Mheshimiwa Rais, nilikaa hapa toka mwaka
na 14 mwezi Agosti. Kwa hiyo huyu kandarasi Masasi Construction mlikuwa naye tangia wakati huo mpaka aliposhindwa kazi? Ndiyo, na tukaamua kumuondoa site. Kwa hiyo zimejengwa kwa miaka 5 hazijaisha. Umeshauliza stendi ya Dar es Salaam, stendi za Korogwe, stendi za Mpanda, stendi za wapi? Mheshimiwa Rais, stendi ya Njombe ina square mita 63,700. Ya Mpanda ni kama stendi 2 kwa moja. Ya Mpanda ina square mita ngapi? 16,000. Ya Korogwe? Ya Korogwe sina takwimu. Ya Morogoro ambapo ni makao makuu ya mkoa na nilienda kuifungua mimi, ile kwa macho yangu naona bado ni ndogo kuliko ya kwetu mkuu. Mtu wa wizarani, hebu njoo hapa. TAMISEMI, kaa hapo hapo, mimi nataka tuulizane hapa tutoke na jibu. Injinia anayeshughulikia hii miradi yuko wapi? Kutoka wizarani yupo? Haya, njoo nieleze hapa. Na mlikuwa mmekaa karibu, mmepanga mikakati. Eleza kwa nini mradi huu haujakamilika. Mheshimiwa Rais, kama alivyosema mkurugenzi, mkandarasi wa kwanza aliingia Masasi Construction. Awamu ya kwanza alijenga kwa miezi 18, akawa nje ya muda. Akaingia contract ilikuwa miezi mingapi awamu ya kwanza? Sogea tu wewe hapa. Si umetoka huku na Dar es Salaam. Sogea huko pembeni. Naam. Ueleze wewe, ninakuuliza wewe. Paka usome kwa mwenzako. Unataka kutazamia, unataka kudesa. Yeah. Sema wewe tu unavyojua huu mradi kwa sababu wewe ndio msimamizi kutoka Dar es Salaam. Labda nianze hivi Mheshimiwa Rais. Miradi hii inasimamiwa chini ya usimamizi wa ofisi ya Rais TAMISEMI. TAMISEMI inasemeka katika hizo halmashauri 18 ambazo na halmashauri ya Njombe ni miongoni. Wana miradi miwili ambayo wanaitekeleza hivi sasa. Stendi ndio ilikuwa project ya kwanza kujenga. Walipoanza waliingia mkataba wa milioni 786 kwa ajili ya kujenga uzio pamoja na vibanda vya walinzi pale mlangoni. Wakaingia mkataba wa pili na mkandarasi yule Masasi, ambaye huyo Mheshimiwa Rais unamfahamu utendaji wake wa kazi ulivyokuwa. Kwa akafanya kazi katika mazingira magumu sana kwa miaka 3. Mimi simfahamu, kwani nilimweka mimi? Unamfahamu wewe uliyemweka. Asante. Kwa hiyo akajenga kwa miezi 3 ujenzi wa barabara ya kuingia na sehemu za kupaki magari. Akafanya kazi katika mazingira ya kusumbua sana, kwa maana halmashauri wakaamua kumtoa kwa misingi ya kwamba muda ulikuwa unatumika mwingi sana kutekeleza ule mradi. Wameingia na mkandarasi wa pili mwezi wa 5 mwaka jana 2018. Mpaka sasa yule mkandarasi ameweza kujenga kwa 80%. Kwa maana kwamba hata ukubwa wa stendi tunazozisimamia ya Njombe ni kubwa kuliko stendi zote. Ya Njombe ina square mita 64,300. Ya Mpanda ina square mita 16,000. Kwa hiyo ukiangalia kulinganisha kati ya Mpanda na Njombe ni tofauti kwa kiasi kikubwa, lakini structure ambazo zinajengwa kwenye hii stendi ni tofauti na ile ya Mpanda. Mheshimiwa, hata kama ukienda leo kwenda kuona majengo pale ni tofauti na majengo ambayo mimi bana, elezea stendi ya hapa ya Mpanda ya nini? Ya stendi hapa kwa kweli hapa fedha kandarasi salipewa kazi. Hata ingekuwa square mita milioni 1. Salipa alisaini kwenye contract. Ndio. Akakubaliana na hiyo bei. Ndio. Na wakapeana muda kwamba watamaliza kwa kipindi hiki. Ndio. Sasa kwa nini hajamaliza na fedha ameshapewa zote? Ndio swali. Usitupeleke kwenye ujanja mwingine. Naam. Hajaweza kumaliza kwa maana kwamba alikuwa anachukua muda mrefu sana kwa sababu ya mazingira ambayo alikuwa anatoa sababu ambazo hazikuwa na msingi. Sababu zilikuwa za msingi au zilikuwa hazina msingi? Hazikuwa na msingi kwa sababu alikuwa anaongelea swala la VAT kwamba ni changamoto kwake. Ukiangalia katika mazingira ya halmashauri zingine zimetekeleza kwa kukamilisha. Sasa kwa nini mlikuwa mnamlipa hela? Alikuwa analipa kulingana na kazi ambazo amezitekeleza. Sasa kazi hajamaliza, analalamika, halafu fedha analipwa. Zilikuwa zinaenda wapi hizo fedha mlizokuwa mnamlipa?
Labda waziri, hebu nisaidie naibu waziri, wewe unafahamu zaidi. Nenda hapo hapo ukaelezee hapo hapo. Wananchi hao wa Njombe wanataka kuona stendi yao, sio maneno. Mheshimiwa Rais, Eleza ukweli. Tatizo liko wapi? Mheshimiwa Rais, tatizo la stendi ya Njombe ni kwamba imechukua muda mrefu sana. Na sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI tunakubaliana na hatua ambazo zimechukuliwa na halmashauri ya kuvunja mkataba na aliokuwa mkandarasi wa mwanzo kwa sababu angeendelea kutuchelewesha. Na Mheshimiwa Rais, nimepata fursa ya kwenda kutembelea stendi inayojengwa Njombe. Mimi pamoja na kwamba sio engineer, nimeridhika na kazi ambayo imefanywa sofa na kiasi cha fedha ambacho kimeshalipwa. Na leo tumeongea na mkandarasi aliyepo, tumekubaliana. Ambaye ni nani huyo mkandarasi? Mkandarasi ni kampuni moja Hainan International ambao ndio waliojenga stendi ya Mpanda, na wamenihakikishia kwamba kufika tarehe 30 mwezi huu stendi hiyo itakuwa imekamilika. Na tukakubaliana kwamba stendi isipokamilika kufika tarehe 30 mwezi huu tutaanza kuwakata fedha. Mheshimiwa Rais, nakushukuru. Tarehe 30 mwezi huu. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 10, si ndio? Tarehe 10. Zimebaki siku 20. Ndio Mheshimiwa Rais. Jamani, siku 20 tutashindwa kuvumilia ndugu zangu wa Njombe. Tumevumilia tangu 2013. Ikaja 2014. Ikaja 2015. Ikaja 2016. Ikaja 17. Ikaja 18. Leo tuko 19. Wametuambia siku 20, si ndio jamani? Ndio Mheshimiwa Rais. Haya basi, mimi nasubiri hiyo siku 20. Na ole wenu haya. Waziri, naibu waziri umesema mwenyewe siku 20. Siku 20. Haya. Mimi na kuongeza hata siku 10 zingine, siku 30. Lakini mchunguze bei pia. Kwa sababu katika taarifa nilionayo hapa sio bilioni 3 zilizotumika pale. Mkuu wa mkoa hapa anasema ni bilioni 9.3. Ni bilioni ngapi zilizotumika? Au zitakazotumika? Unajua wananchi hawa ni hela zao hizo, ni kodi zao. Mheshimiwa Rais, mpaka sasa fezi ya kwanza, ya pili na ya tatu imeshalipwa bilioni 6, sio bilioni 9. Na kingine pia ni twende taratibu. Zimeshalipwa bilioni 6 kutokana na certificate. Ndio. Si ndio? Ndio. Mpaka kumalizika atalipwa bilioni ngapi? Mkataba bilioni 9. Bilioni 9. Ndio. Kingine Mheshimiwa Rais, niweke takwimu sawa sawa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema wamepokea bilioni 18 kama sikosei. Taarifa nilionayo na fedha ambazo ziko kwenye akaunti mpaka sasa ni bilioni 6,889,000 ambazo wameshatumia mpaka sasa ni bilioni 9.8, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa soko lile linaloonekana pale. Mheshimiwa Rais, soko linagharimu kiasi gani? Bilioni. Basi nenda tu kakae, mwisho nitakuleteleza matatizo bure ukapata pressure. Nenda ukawe bado kakae, bado kijana mdogo. Bilioni 9. Tutafika tu hapa. Basi nitoe wito, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wameshazungumza hapa tarehe 20 watakabidhi